Kuna kijiji kidogo kilichozungukwa na milima na miti mingi. Babu Kalisa aliishi hapo. Babu Kalisa alikuwa mpweke. Watoto wa kijiji walimtembelea kila siku. Kila Jumapili, watoto walikusanyika chini ya mti mkubwa wa upendo. Babu Kalisa aliwaambia watoto, mti huu unakuwa kwa maneno ya upendo. Watoto walimletea Babu Kalisa habari nzuri za kusaidia wengine. Lakini kijana mmoja, Tindo, hakuwa na mtazamo mzuri. Alikata tawi la upendo. Babu Kalisa alimtazama na kumwambia. Tindo alihisi upweke na alikosa amani. Tindo alirudi kwa Babu Kalisa akiwa na machozi na kuomba msamaha. Babu Kalisa asema, upendo haumaliziki unapogawiwa. Walipanda tawi jipya na mti ulianza kuchanua tena. Leo hii, miaka mingi baada, watoto wa kijiji wanasimulia hadithi yake. Miaka ilipita. Tindo alikuwa kijana mzima akisaidia watoto wa kijiji. Alijifunza kuwa maneno yana nguvu kuliko upanga, akichagua kusema yaliyojenga. Lakini kijiji kilikumbwa na kipindi kigumu, ukame, njaa na ugomvi. Watu walianza kulaumiana, watoto waliogopa na mti wa upendo ukawa wa kijivu. Tindo alikusanya watoto chini ya ule mti, akachora duara na kusema. Aliomba kila mtoto aseme jambo zuri kuhusu mwingine, na maneno ya upendo yakaanza. Na kwa mshangao wa wote, mti ukaanza kutoa majani mapya kwa nguvu ya maneno. Wazee walikumbuka maneno ya Babu Kalisa, upendo hauhitaji hali nzuri. Tindo sasa alikuwa mtu mzima akikumbuka kosa lake alipokuwa kijana. Kila mtoto aliyeleta upendo alikuwa tawi jipya katika ule mti. Miti mikubwa hukua kwa mvua, lakini mti wa upendo hukua kwa moyo. Hadithi ya mti wa upendo inatufundisha mafunzo kadhaa muhimu sana. Upendo na maneno mema huleta uhai. Msamaha ni nguvu kubwa ya uponyaji. Kosa linaweza kubadilika kuwa somo. Watoto ni mbegu za kesho. Hekima ya wazee ni taa ya jamii. Jamii inaweza kujijenga upya kwa kushirikiana. Upendo hauhitaji utajiri, unahitaji moyo. Hadithi hii ni mfano wa aina ya simulizi zinazoweza kuhamasisha watu wa rika zote. Asante, endelea kufuatilia Shilo TV kwa vipindi vingine vizuri zaidi.